fahamu au tambua kikwazo kinachokukwaza usiendelee mbele. Samuel wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 26, Biblia inasema, na yule mtoto Samuel akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kuna vitu vitatu ambavyo tuliangalia Jumapili iliyopita. Jambo la kwanza tulisema, unapotaka kutoka hatua moja kwenda nyingine, hauwezi kutoka pasipo kuangalia nini kinachokuzuia ili usiende mbele. Lakini si hilo tu, ili uweze kuendelea, tulisema lazima utafute kikwazo, kwamba nini kinachonizuia mimi nisiende mbele. Kwa lugha nyingine tulisema lazima ufanye uchunguzi wa kile kinachokuzuia usiendelee kama Mungu anavyotaka uendelee. Ukiangalia kwenye kitabu hiki ambacho tumekisoma, maandiko yanasema na yule mtoto akakua. Tafsiri ya neno kukua ni kuendelea, na amekuwa katika maeneo mawili. Anasema akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kwa hiyo tukasema Mungu ana kusudi la wewe uendelee kiroho na uendelee kimwili. Lakini tukaangalia jambo la pili, tukasema unapofahamu kikwazo, shughulikia kikwazo. Unapofahamu kikwazo, shughulikia kikwazo. Baada ya kugundua hiki ndio kikwazo kinachonizuia nisiendelee, tulichosema lazima ushughulikie kile kikwazo, aidha kwa maombi ama kiakili. Niliwapa mifano mingi ambayo pengine ningerudia kidogo kwa wale ambao kwepo. Moja ya kikwazo nilichokuonesha ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Yona, na nikasema unaweza ukashindwa kuendelea kwa sababu una ushirika na mtu ambaye alikuwa anaitwa Yona, aliyesababisha hasara kwenye merikebu. Yeye ndiye alikuwa kikwazo. Sasa ili merikebu ipate kuwa wazi, ipate kuendelea, na wale watu wapate kuwa huru ndani ya merikebu, walichokifanya ni kupunguza shehena. Lakini walipotumia akili za kupunguza shehena, haikuondoa tatizo, mpaka walipopiga kura ikamwangukia Yona, na ilipomwangukia Yona wakatambua huyu ndiye aliyekuwa kikwazo cha sisi kutokuendelea. Kwa walichokifanya, waliondoa kikwazo. Kwa ili uweze kuendelea, tunasema ukishatambua kikwazo, kubali kulipa gharama ya kuondoa kikwazo. Kubali kulipa gharama. Tuliona mtu ambaye anaitwa Lutu amefanyika kikwazo kwenye maisha ya Ibrahim. Ibrahimu anaona kama haendelei kila wakati, amebaki ni mtu wa vikao. Alipogundua, maandiko anasema akamwambia Lutu, kusiwepo ugomvi kati ya mimi na wewe. Kutengana na Lutu na Ibrahim, usifikiri ilikuwa rahisi. Kutengana na mtu ambao umeshamzoea, umeshajenga urafiki na yeye sana, huwa ni gharama kubwa sana.
Kwa nini Paulo anaandika anasema, yako mambo nimehesabu kuwa ni mavi kwa sababu ya Kristo? Kwenye kitabu cha Wafilipi anasema yako mambo nimehesabu kwenye maisha yangu kuwa hayafai, ingawa yanafaa, lakini kwa sababu nataka kuendelea mbele, kuna mambo nimeyachunguza, nikayaona haya mambo yananifanya mimi nisiendelee. Kwa hiyo nikahesabu haya mambo kuwa ni mavi kwa sababu ya Kristo. Kwa hiyo unapotaka kwenda mbele, kuna vitu lazima ikugharimu kuviacha. Usifikiri kwa nini mke wa Lutu aligeuka kuwa jiwe la chumvi au nguzo ya chumvi. Si kwa sababu alikuwa anataka kuondoka, lakini nafsi yake ilikuwa bado inawaachilia marafiki zake. Na kama kuna kitu kinawapa watu shida kwenye wokovu, kuna watu wanatamani kukaa kwenye wokovu lakini wakae na tabia za kale. Na tena kuna watu wanataka kuishi kwenye wokovu kwa kuiga. Yaani kama watu fulani wanavyoishi. Kuna watu wanataka uhuru fulani kwenye wokovu. Kwa nini? Kwa sababu nimeona kanisa fulani wameokoka lakini wako huru hata kwa kufanya dhambi yoyote. Okay, si Biblia inasema hivyo. Tulipoingia sehemu ya pili inasema nini kinachomfanya mtu kushindwa kuendelea. Moja ya kitu tulichoona kwenye kitabu kile cha ule wa 10, akamwambia Yoshua, haya inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, maana wamelivunja agano langu nililowaagiza, nao wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameviiba, tena wamevificha, wakavitia pamoja na vitu vyao wenyewe. 12. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wamewapa visomo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Sikiliza vizuri. Nini kikwazo cha hawa watu kushindwa vita? Maana hapa walikuwa vitani, walikuwa wanakabiliana na maadui uso kwa uso, na wakafanikiwa kwa kiwango kidogo kuwafukuza maadui. Lakini wakati wanapigana vita, ni kuonesha hili jambo limetokea. Wakati maadui wanataka kurudi nyuma kidogo, hali ya hewa ya vita ikabadilika. Wana wa Israeli kwa kipindi hicho ghafla wakainuka, wakawapa maadui somo, kwa lugha nyingine wakaambiwa. Sasa wakati wanakimbia, maadui wanashambulia, na walipofika kambini, Joshua ikabidi aingie kwenye maombi. Anamuuliza Mungu, sababu ya sisi kushindwa vita ni nini? Mlango wa adui kutushambulia umetoka wapi? Joshua anamuuliza Mungu sana, ni kwa nini tumeshindwa wakati sisi si watu wa kushindwa? Sababu ni nini? Nilikwambia ili upate kuondoa kikwazo lazima uwe na maswali ndani ya moyo wako. Kwa nini? So Joshua anamuuliza Mungu, anaanguka kifudifudi, amearua mavazi yake, anamuuliza Mungu, nipe jibu. Kwa nini tumeshindwa kuendelea mbele? Kwa nini maadui wametufukuza? Tatizo liko wapi? Na wakati umetuahidi kuna ushindi, shida iko wapi? Ghafla akasikia sauti kwenye huo mstari akimwambia Bwana, akamwambia Joshua,
mbona umeanguka kifudifudi hivi? Nini kilichokufanya ukaanguka? Mungu anampa majibu kwenye mstari wa 11, anamwambia kwa sababu wana wa Israeli au watoto unaowaongoza wamelivunja agano. Kwa hiyo kilichowafanya washindwe kuendelea mbele ni kwa sababu wamelivunja agano, na mimi Mungu siwezi kutembea na watu wasiotunza maagano. Kwenye Warumi sura ya kwanza ukisoma mpaka mstari 23 anasema watu hawa ni watu wavunjao maagano. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa maagano, na kwa sababu Mungu ni Mungu wa maagano, Mungu anatembea na mtu anayeshikilia agano na mtu anayetunza agano. Ukilivunja agano, Mungu hawezi kuwa pamoja na wewe. Nataka nikwambie kweli. Sasa walivunja agano gani? Lazima tuangalie, maana tunavitu agano liko hivi. Wakati wanatoka kwenye kambi zao ama kwenye hema zao kwenda vitani, ule mstari wa 13 na kuendelea utaona kitu kimoja. Lakini kabla ya 13 tuone, anasema wana wa Israeli wamefanya dhambi kwa sababu wamelivunja agano langu niliyowaambia. Kwa nini? Wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Kwa lugha nyingine, wameiba sadaka, sehemu ya Mungu. Bwana nikisema hivyo mtaelewa. Mungu alisema wakati tunapigana vita, kuna vitu vinatekwa nyara kama vitani, na sio kwa Biblia. Hata wanajeshi wote wanapoenda vitani, kuna vitu vinatekwa nyara. Kwa vile vitu vinono, vitu viko hivi, muviweke kwa ajili ya Mungu. Sasa kuna mpiganaji mmoja ambaye jina lake limeandikwa hapa. Wakati wanapigana vita wenzake, yeye akaenda kuvichomoa vitu na akaanza kuvibaiba, alafu akavificha. Kumbe yeye alifikiria na vificha haina uhusiano na Mungu. Hiyo ndio inasababisha vitu vidogo. Kwa nini? Wamelivunja agano. Wanasema tena wameviba, tena wamevificha. Na hata ilipoulizwa nani aliyefanya kosa, yule ndugu alikauka kweli. Kwa tafsiri nyepesi, mtu mmoja anaweza akasababisha maisha ya mtu mwingine yasiendelee. Jambo la tatu, kikwazo cha tatu ambacho kinaweza kukufanya usiendelee mbele ni kuacha kumcha Mungu. Ni kuacha kumcha Mungu. Angalia Kumbukumbu la Torati sura ya 5. Namba 2 nimekuambia kulivunja agano la Mungu. Wamelivunja kwa namna gani? Wametoa baadhi ya vitu ambavyo Mungu alisema msivitoe. Namba 3, kuacha kumcha Mungu aliye hai. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5, tutaangalia pia sura ya 6, lakini kwa sasa tuangalie sura ya 5 mstari wa 29. Anasema, laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wa kunicha na kuzishika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Narudia andiko likusaidie. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 29. Ukilifahamu andiko kwa undani, maisha yako hayatakuwa hivyo. Sikiliza sasa. Laiti wangekuwa na moyo kama huu. Maana yake kuna wakati hao watu waligeuka wakawa na moyo kama huu, lakini kuna wakati walikuwa hawana moyo wa kumwabudu Mungu. Sasa anasema laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao. Kuna moyo ambao Mungu alikuwa anamtafuta ndani ya watu hawa. Anasema wangekuwa na moyo kama huu siku zote. Yaani siku hiyo kuna moyo wa namna wa ajabu ambao watu walionyesha kumwabudu Mungu.
Kwa nini? Ili wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Yaani swala la kufanikiwa kibiblia, wapendwa, uone usione, Mungu kama anakusudia ufanikiwe, wapinduke wasipinduke, utafanikiwa tu. Hilo ni wazo la Mungu, ni kusudi la Mungu. Kinachotakiwa kufuata kanuni. Kanuni mojawapo itabariki kazi yako leo. Huna kazi ya mikono, usisubiri kubarikiwa. Ndio sababu anasema na kuzishika amri zangu. Moja ya kufanya kazi ni amri kibiblia. Kama unafahamu amri 10, moja ya amri pia ni kufanya kazi. Asiyefanya kazi na asili afi. Kwa nini anafanya kazi? Unafanya kazi, unakula ili upate nguvu ya kutengeneza tena kazi. Ndio sababu kwa kirahisi asiyefanya kazi asili, maana yake akiacha kula kitu kinachotokea, si lazima afi. Kwa lugha nyingine Mungu angetumia asiyefanya kazi afi. Kwa nini? Hakuna faida kwake. Lakini anayefanya ale ili aendelee kupata nguvu ya kuishi na kutafuta tena. Kwa anaposema na kuzishika amri mojawapo ni wewe kufanya kazi ili upate kufanikiwa wewe na watoto wako milele. Haleluya. Namba 4, kikwazo cha 4 ni kutokuwa na mafanikio ya kiroho. Tunaweza tukathamini sana mafanikio ya kimwili sana, lakini unapokosa mafanikio ya kiroho ni kikwazo mojawapo kitakachokuzuia kutokuendelea. Naomba nirudie kwa wale wanaandika. Kikwazo namba 4 kinachofanya mtu asiendelee ni kutokuwa na mafanikio ya kiroho. Wimbi kubwa ambalo liko sasa hivi duniani saa hii, hata kwa moyo wako, ni mafanikio ya kiroho. Sikio lako liko karibu na redio ili usikie ikikemewa pepo letu. Sikio tu pepo na chuo letu toka, sikio linakuwa karibu. Aliyeimba yote sikio linakuwa karibu. Kwa nini? Unataka mafanikio sana ya kimwili, lakini mafanikio ya kiroho unataka. Sio kama ndio sana. Wimbi kubwa linaloenda kwenye maombi sio kutafuta Mungu. Hata tone hawaendi kwa sababu wanamtaka Mungu, wanaenda kwa sababu wanamtaka Mungu kwa sababu ya matatizo yao. Matatizo yao kiisha na Mungu amekwisha kuisha. Ndio sababu si rahisi kusikia ushuhuda, nilikuja hapa sijaokoka lakini nimeokoka. Halafu wakati utasikia nilikuja hapa nilikuwa sina mtoto, nilikuja hapa nilikuwa niko hivi. Ndizo shuhuda utakao, na ndizo wengine wanapenda kuuza. Lakini kusikia shuhuda, nilikuja hapa nilikuwa mwenye dhambi kutupwa, lakini injili imenibadilisha, si rahisi. Kwa nini? Watu hawataki injili ibadilishayo maisha, wanataka injili itakayoacha vile walivyo na mambo yao. It's okay. Lakini fahamu, baada ya mafanikio ya dunia hii, hata ukiishi miaka 900 kama Adamu na kama Musa na kama yote leo utayaacha. Kwa lazima uhakikishe maisha yako ya kiroho ya mafanikio na maisha yako ya kiroho yanafanikiwa. Tunaona kitabu cha waraka wa 3 Yohana. Ukikosa mafanikio ya kiroho, mafanikio yako ya kimwili huishia. Ni kikwazo na uelewe. Waraka wa 3 wa Yohana mlango wa 1 mstari ule wa 2. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Hiyo ni lugha ya Biblia. Katika mambo yote. Anaposema katika mambo yote, maana yake ni fungu. Ufanikiwe kwa kile unachofanya. Lakini kuna kanuni sasa. Anasema ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Maana yake bila afya huwezi kufanya kazi. Yaani Mungu anatamani tuwe na afya. Bila afya huwezi kufanya nini? Kwa sababu kwambia huwezi kosa, huwezi kuniambia hiyo unashindwa
basi unenepeaje? Upendezi. Una mwili ambao unaga asante wewe miaka yote. Nisema hapa ukiangalia sana unayekula, lakini mwili wenyewe kusema asante. Haikushukuru. Sikiliza usome. Na kuwa na afya yako kama vile wasomi wanajua maana yake. Nasema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Yaani menta, kiongozi wa kufanikiwa na kuwa na afya, kiongozi wa kufanikiwa katika mambo yote ni roho yako. Ndio sasa kama vile roho yako, yaani kipimo cha kufanikiwa kimwili, kipimo cha kuwa na afya ni kipimo cha kufanikiwa kiroho. Maana yake maisha yako ya kiroho yakikosa mafanikio ni kikwazo cha mafanikio yako ya kimwili. Ndio kanisa kama unaelewa. Sasa ni rahisi kutamani mafanikio ya kimwili kweli. Ni rahisi kutoa sadaka ili ubarikiwe kimwili. Lakini je, uliwahi kutoa sadaka ili kiwango chako cha maombi kiinuke? Maana kutokuwa na mafanikio ya kiroho ni kikwazo mojawapo. Mara nyingi tunasema kuna hatua tatu ya mtu wa rohoni kukua, lakini tukaweka kanisa kwamba kanisa kuna kukua kiidadi, watu wakawa wengi kwenye kanisa, tunasema kanisa limekua. Kwa nini? Tunaona watu wengi. Lakini kanisa linaweza kukua kiidadi, lakini kiroho ni mfu. Sijui kama unapata. Yaani kanisa linaweza kuwa kiidadi, watu wengi wapata 400, 500, lakini maisha ya kiroho ni duni. Hawana ufahamu wa kimungu, nguvu za Mungu hazipo. Kwa hiyo tunafurahia kanisa limekuwa kimwili, lakini kiroho halijakuwa. Okay, tunakuja sehemu ya pili, tunasema kuna kanisa kukua kiroho. Maana yake ni vipawa kuonekana, karama kuonekana, nguvu za Mungu kutembea. Kwamba kanisa linaweza kuja kukua kiidadi, lakini kiroho limekuwa. Mungu anahusiana na kanisa. Tunasema kanisa limekuwa. Sasa kuna madhara ya kanisa kukua kiidadi likaacha kukua kiroho. Maana yake limekuwa kiroho kimwili au kiidadi, lakini kiroho halijakuwa. Maana yake halina vipawa, halina karama. Hilo kanisa bado halijakuwa. Lakini namba 3 tunasema kuna kukua kiuchumi. Kanisa linaweza kukua kiroho, watu wakawa wengi sana. Kanisa linaweza kuwa limekuwa kimwili kama nilivyosema, tukawa na watu 500, 700, alafu lile kanisa likawa limekuwa kiroho sana, lakini kiuchumi likawa down, haina chochote, ni mbaya. Sasa unakuta kuna kanisa mengine wanaweza kuwa na watu 600, lakini kachukulia kama ya sadaka. Angalia vitu wanavyofanya. Wanaweza kuishi zaidi ya miaka 5. Kitu cha kufanya kwa milioni 2 inakuwa ni mzunguko. Kwa nini? Wako wengi wamekuwa kiroho, lakini kiuchumi hawana chochote. Kwa hiyo ni muhimu kanisa kukua kiroho, ni muhimu kanisa kukua kiidadi, ni muhimu kanisa kukua kiuchumi. Kiuchumi tafsiri yake maana yake kanisa kukua kipato, au watu walioko ndani ya kanisa Mungu awainue kipato, awabariki. Huyu akawa na kazi, huyu akawa na kazi, huyu na kazi. Tunasema kanisa limekuwa kiroho, limekuwa kiidadi, lakini limekuwa kiuchumi. Ukisema tunataka milioni 2, hawahitaji watu 3, unahitaji tu watu 2. Sisi tunatoa. Tunasema kanisa limekuwa. I don't know. Okay. Kama ndio mtizamo na kiu ya mchungaji kanisa kukua namna hiyo, hivyo hivyo na maisha ya kwako yanatamanika yakuwe katika hatua 3. Ukue kiroho, upanuke kimwili, maana yake Mungu akuongeze watoto, alafu ukue kiuchumi. Si kama ni lazima. Ndio sababu nasema naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Kwa hiyo tumesema kutokufanikiwa au kutokuwa na mafanikio ya kiroho ni moja ya kikwazo kinachofanya mtu kuendelea mbele.
Namba 5, kikwazo cha 5 ni kutokuwa na madhabahu sahihi kwenye maisha yako. Ni kutokuwa na madhabahu sahihi. Tunaposema madhabahu sahihi, nakumbuka tulipita kwenye soko la madhabahu, wala ambao walikuwepo, tulifunza somo tunasema si kila mahali unaweza ukatengeneza madhabahu au unaweza ukaabudu. Sasa madhabahu yana uwezo wa kufanya maisha yako uendelee, na madhabahu yana uwezo wa kufanya maisha yako yasiendelee. Maana madhabahu imeshikilia uhai wa mtu ama wa kitu, kwa sababu madhabahu ni kiunganishi kati ya anayeabudu na yule anayeabudiwa. Sio kama ndio? Sasa kutokuwa na madhabahu iliyo sahihi ni moja ya kikwazo. Pengine tupite kwenye maandiko, unaweza ukanielewa vizuri. Angalia kile kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 12, sura ya 12 mstari wa 7. Unaweza ukasoma hicho kitabu chote kile. Madhabahu inaondoa vikwazo na madhabahu inaweza kuwa kikwazo. Anasema Mwanzo 12 mstari ule wa 7, Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Sikiliza, Ibrahimu amjengee Mungu madhabahu kwa sababu kuna kitu amempa, lakini anatengeneza tabia ya kwamba kila kitu Mungu anachosema na yeye lazima aunganishe na madhabahu. Umeelewa hicho? Nafahamu. Kila unabii Mungu ambaye alimpatia Ibrahim alikimbiza kwenye madhabahu. Sasa kama kila kitu Mungu anafanikisha kupitia madhabahu, maana yake unapokuwa na madhabahu ambayo sio sahihi ni kikwazo. Anasema Bwana ambaye kwa kuzungumza akamtokea Ibrahim akisema, uzao wako nitawapa nchi. Hiyo ni ahadi. Hajapewa, ni ahadi. Hayo Mungu amezungumza naye kwa njia ya ndoto au kwa njia ya maono, lakini tumbali Mungu amezungumza naye, nitawapa nchi. Aliposikia neno nitawapa nchi hii, alisema naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kwa lugha nyingine, analichukua lile neno ya kwamba nchi hii itawapa uzao wako, analichukua lile neno analiunganisha na madhabahu ili kisiwepo kitakachopotosha lile neno. Kwa lugha nyingine, Ibrahimu haliachi lile neno hewani, alijengea lile neno madhabahu itakayomsaidia, ile madhabahu itakayolinda ulimwengu. I don't know kama unanielewa ninachosema. Maana lazima uwe na madhabahu kwa ajili ya mambo ambayo unataka Mungu akufanikishe. Lazima uwe, ndio sababu sikiliza, mimi najua kama hujui, mimi nafahamu kama ufahamu. Nikiwa na akili zangu timamu, wakati baba yangu alikuwa na ving'ombe vyake alikuwa navyo. Wakati mwingine alikuwa anaita watu wa ajabu ajabu nyumbani. Alikuwa amefence boma likubwa, ng'ombe wapo. Kila mwaka lazima aje mtu kutengeneza boma ili kulinda mali yake. Na nilikuwa nauliza nilikuwa mdogo, baba hawa ni nini? Akasema hawa ni waganga, lazima waje walinde mali zao. Badala ya kulinda walipotea wote. Ni madhabahu yake. Alihakikisha kila mwaka anaunganisha mali yake na madhabahu ambayo alikuwa anaifahamu. Sasa wewe ambao umemjua Mungu, lazima uwe na madhabahu ya kweli ya kujiunganisha nayo kila wakati, kuunganisha watoto wako. Kwa sababu na kila kabila linapomzaa mtoto lina madhabahu ambao wanaunganisha nayo, aidha
Nimekuambia madhabahu yana uwezo wa kukufanya uendelee, madhabahu yana uwezo wa kukuzuia. Sasa inategemea kwenye madhabahu gani. Ukiendelea kwenye ule mstari wa 8 anasema kisha akaondoka huko alikojenga madhabahu. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ule, akapaa upande wa mashariki wa Betheli, akapiga hema yake aliyekuwa huko. Anasema na Betheli upande huu wa magharibi, alafu kaendelea mpaka chini, anasema na upande wa mashariki akamjengea Bwana madhabahu huko, akalitilia jina la Bwana. Kila mahali Ibrahimu alipoweka mguu hakuacha kujenga madhabahu. Kila alipopatiwa kuigiza Mungu, alijenga madhabahu ya kuunganisha ile eneo na Mungu aliye hai. Hata kama ile eneo lilikuwa na madhabahu tofauti na madhabahu ya kimungu, lakini Ibrahimu lazima alifika mahali akasema, kwa kuwa mtumishi wa Mungu amefika mahali hapa, najenga madhabahu. Haleluya, haleluya. Akajenga madhabahu. Tunaweza tukaona Jumapili, maana naona nimekufundisha mpaka umekasirika, unainama